Prophetic ni njia ambazo tunazitumia kufungua unabii pale ambapo anga linakuwa zito. Maana yake unajaribu unakosa ujumbe, umejaribu kutafuta ujumbe ukaukosa. Sasa anga limekuwa zito. Tunaishi katika nyakati ambazo zilitabiriwa na nabii Yoeli. Yoeli alisema katika siku za mwisho Mungu atamimina roho wake juu ya watu wote wenye mwili. Amen. Alafu wana wetu na binti zetu watatabiri. Kwa hiyo unabii upo katika siku hizi tunazoishi. These are the days of the prophetic glory. Ni utukufu wa kinabii katika siku hizi za mwisho. Amen. Kila huduma huwa ina enzi yake. Sisi tuko kwenye enzi ya prophetic. Tuko kwenye enzi ya prophetic. Sasa kwenye kutabiri Biblia inasema huwa tunatabiri kwa sehemu. Kwa kuna mazingira mengine waweza fika ukashangaa, ile unaanza kwenda kutabiri mambo yanakuwa magumu. Inashindikana. Unabii hauji. Kwa hiyo hizi ni kama kodi, kama funguo za kufungulia unabii kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukaamuru wapiga vyombo wapige vyombo. Umenielewa sasa? Amina. Unamwambia mpiga vyombo piga muziki. Atakapopiga ule muziki utasikia unazama rohoni ghafla. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 15. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Mpiga kinanda alipopiga kinanda, mkono wa Bwana ukaja juu yake. Kwa hiyo kuna mazingira unaweza ukafika, unashangaa, unajaribu kutafuta ujumbe hauji na wingu ni gumu. Sasa kwenye mazingira ya namna hiyo unaweza kuruhusu watu wapige vyombo vya muziki. Kuna mwingine vikipigwa tu, kama una wimbo wako wa kuabudu unaupendelea, unaweza kuabudu wimbo huo. Na ndio maana unashangaa watumishi wengi, sawa? Kila mmoja huwa ana wimbo wake kabisa, unajua kwamba akiimbo huwa anaupenda fulani. Maana yake ule wimbo ndio unafungua anga katika ulimwengu wa roho. Ndicho alichokifanya hapa Elisha. Unabii ili uweze kutoa inahitajika roho yako iwe imerelax. Kama una mambo mengi ndani yako, kwa mfano una vitu vingi, watu wamekusema na nini, moyo wako uko juu, hauwezi kutoa prophecy, inakuwa ngumu. Na ukilazimisha unaweza ukajikuta unatoa mawazo yako badala ya mawazo ya Mungu. Angalia, mtu kama amemchukia mtu, ni rahisi kusema kwamba Mungu amemkataa. Kwa sababu nabii ni rahisi ukajikuta unaamuru kwa kutumia roho yako mwenyewe na nafsi yako mwenyewe. Sasa ili upate, Mungu anasema nini? Lazima roho yako itulie, iwe relax. Roho yako ikisha kurelax ndipo ina uwezo wa kupiki vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo muziki huwa unatumika kama njia ya kuondoa kwenye mawazo uliokuwa nayo. Kuna mtu mmoja atatusikiliza baada ya muda mfupi. Ndio baba. Ana changamoto sana anapita kwenye changamoto na mapito makubwa ya utumishi ambayo yanamfanya mtu huyu anataka kukata tamaa, na sasa moyo wake unauma. Takuja kuisikiliza hii video na Roho Mtakatifu atamsaidia baada ya kusikiliza hii video. Roho Mtakatifu atamsaidia. Roho Mtakatifu atamsaidia sana mtu. Amen. Kwa unaona, the music and art. Muziki. Ndio maana sasa, kwa sababu hii watumishi wengi huwa wanakuwa na watu wao wanaotembea nao, wana praise and worship ya kwake. Watumishi wengi waliofanikiwa sana katika huduma, mnyang'anye vyote lakini usije ukamnyang'anya praise and worship. Kwa sababu praise and worship inakuwa kama moyo wa utumishi wake. The code of music and art. Music and art. Elisha, kilichokuwa kimemvuruga hapo, kuna wafalme walikuwa hataki kuwaona. Sasa wamekuja
na wale wafalme walikuwa wako kinyume na manabii wa Jehova. Mfano alikuwepo Ahabu hapo, ambapo Ahabu alikuwa anaua manabii wa Jehova. Kwa hiyo akawa anajisikia vibaya, anatamani wafukuze. Lakini sasa katika wale wafalme watatu waliokuja, kuna na mfalme anaitwa Yehoshafati. Kwa sababu ya Yehoshafati anataka atoe unabii, ila sasa amevurugika, akili yake imevurugwa. Na hii pia iko hivi kwenye huduma ya kinabii. Kama mna kongamano la kinabii, jambo likatokea jambo lolote kwenye huduma, hata kama ni zito kiasi gani, alafu kuna mtu aliyejiandaa kuja kufanya huduma pale, maana yake ni mhubiri asishirikishwe hicho kitu. Unapomshirikisha yale mambo, mfano unamfuata, unamwambia umeme umekata, yuko kwenye maombi, anajiandaa kwa ajili ya kuja kufanya nani, concentration yake inahamia kwenye umeme. Kwa anapokuja kufika au ila anafika hivi, sawa, anaanza kusalimiana na watu kabla ya ibada. Unapoanza kusalimiana na watu kabla ya ibada, wengine atamwambia fulani alikuwa anakusema hivi, sijui, na maelezo yanakuwa ni mengi. Atajikuta hata kama alikuwa amekuwa kiroho na uwezo wa kupiki taarifa kwenye ulimwengu wa roho, atajikuta anapata taarifa kidogo. Sasa kwa sababu tunaishi kwenye dunia ya namna hiyo, tunafanyaje? Muziki waweza kukusaidia kuingia rohoni haraka sana. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 5 na wa 6. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi. Wana kinanda na tari na kinubi, wanapiga muziki. Mbele na filimbi. Mbele yao nao watakuwa wakitabiri, na roho ya Bwana itakujia kwa nguvu, nayo utatabiri pamoja nao, nayo utageuzwa kuwa mtu mwingine. Amen. Samueli hakumwombea pale Sauli. Anamwambia toka hapa, utakapofika Gibea utakutana na kundi la manabii. Hao manabii wana kinubi, kinanda, tari ni ngoma. Wana vitu vingi hapo, wanapiga mpaka na fruti. Maanake ni bendi imekamilika, ni praise and worship imekamilika. Kwa watu wanasifu na kuabudu huku wanatoa unabii. Alipofika mazingira yale, kwa sababu ya lile wini, roho ya kinabii kamjilia. Unajua sifa na kuabudu, watu wakiabudu wakazama sana rohoni, anaweza katabiri hata mtu msiye mzania. Roho wa Mungu anaweza kamjilia katabiri mtu msiye mzania. Kwa vyombo vya muziki vina sehemu kubwa sana, na ndio maana shetani upande wake ule wa upande wa pili kwenye mambo yake mengi anatumia muziki. Wewe uelewi kwamba hata wanataka kuzindua kitu chochote akizindui bila muziki. Kwa sababu muziki ni spiritual, upo kiroho. Muziki unaweza kukuzamisha ukakupeleka kwenye roho ya giza. Yaani mtu anaweza akapagawa na mapepo kwa kusikiliza muziki, lakini pia muziki huo unaweza ukashangaa mtu amezama rohoni kuliko kawaida. Hii ni kodi kwenye ulimwengu wa roho, naitumia kupata ujumbe. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 23. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomwijia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa, na ile roho mbaya ikamwacha. Huko leo mstari ulikuwa na usoma, tulikuwa tunazungumzia habari ya Sauli. Ndio. Bado tulikuwa hapa kwenye muziki. Daudi alikuwa anapiga kinubi, akipiga kinubi mapepo yanaondoka. Hivyo naelewa kinanda, yani vyombo vya muziki vikapigwa vizuri na watu wakaabudu, kuna mapepo yanakimbia. The code of Geshem. Haya. Taarifa nyingi zinazokuja za kinabii huwa zinakuja mafungu. Haziji kwa pamoja zote. Sasa kwa sababu taarifa zinakuja mafungu, kuna taarifa nyingine usipoiangalia sana hautaielewa. Watu ambao hawawezi kuconcentrate mara nyingi anaweza kana kwambia haoni kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza kumuombea macho yake ya rohoni yakaanza kufunguka, ila mara nyingi anakuwa anakuambia haoni kwenye ulimwengu wa roho.
Kuna kanuni moja. Ukiona maono ukiwa umefumba macho, ukifumbua macho umetoka rohoni. Ukiona maono ukiwa umefumbua macho, ukifumba macho hivi umetoka rohoni. Kwa sababu kuna maono ya aina mbili. Kuna maono yanaitwa open eye vision, ni maono ya kuonwa ukiwa umefungua macho, na closed eye vision ni maono ya kuonwa ukiwa umefumba macho. Haya maono ni maono ya aina mbili tofauti. Sasa the code of gazing, maana yake unaweza kuwa umefumba macho namna hii, unashangaa ni kama giza inaanza kuja mbele ya macho yako, au kama kitu kinaanza kupita hivi. Kwa hiyo inabidi akili yako na ufahamu wako kitazame kile kitu kwa ndani kwa muda mrefu bila distraction yoyote. Hata kama unasikia kama sasa hivi unasikia watu wanapika kule, wanakarangiza huko, wewe achana na hiyo, anza kuangalia hiki hapa. Hiyo ndio gazing sasa. Lakini pia kwa mfano nimefungua macho namna hii, labda unamwangalia kama namwangalia Efraimu, alafu katikati ya mimi na Efraimu kama kuna kitu nakiona, inabidi niangalie kwa muda mrefu mpaka nikione kile kitu. Na concentrate the code of gazing. Wafalme wa pili sura ya 8 mstari wa 11. Akamkazia macho hata akatahayari, na yule mtu wa Mungu akalia machozi. Alimkazia macho, alikuwa anamwangalia Gehazi. Elisha akamwangalia Gehazi mpaka anayeangaliwa yeye mwenyewe, alikuwa anamwangalia nani? Hazaeli. Anayeangaliwa mpaka katahayari. Maana yake mpaka anajiuliza, mbona ananiangalia hivi? Kumbe anaangalia zaidi, haangalii yeye, anaangalia picha ya roho. Sasa kanuni nyingine, picha yoyote ya kiroho ukiitazama sana huwa inabadilika, inakuwa video. Ila uwe makini, maana yake usifumbe macho kama unatazama. Mfano ukiwa umefumbua macho hivi, labda ukutani hapa inatokea picha pap, inatokea hata picha ya mtu, unajua yule ni Samueli. Sasa Samueli ni ndugu yake na fulani, kwani picha yake imetokea hapo ukutani? Unaanza kuuliza. Sasa usifumbe macho, ukiitazama zaidi hiyo picha inageuka inakuwa video. Waonaji wengi wasiokuwa na tafasiri ni watu ambao wanatazama kitu ashaondoka, anatazama hiki, anastuka, akistuka. Siku moja nikiwa kwenye maombi, ile naanza kuomba hivi na nikifumba macho hivi, naona nyoka anakuja hivi, nyoka mweusi. Nafumbua tena, nikifumba macho naona nyoka anakuja hivi. Baadaye nikaamua kufumba, nikamwangalia yule nyoka mpaka nimjue. Baada ya muda mpaka nakuja kuona ni miungu ya familia. Ilikuwa inakaa kwenye makaburi, hasa kwenye kaburi la babu. Sasa nilikuwa nimeenda kwenda kupaombea, nikamwaga maji, nikamwaga chumvi pale. Kwa hiyo yamekimbia. Sasa alikuwa anakuja kufanya fujo na mimi. Wakawa wanasema hivi huyu tulimwachaje mpaka afikia hii hali? Tungejua tungemuua mapema. Lakini hawakujua. Kwa hiyo there is no way anaweza kufanya chochote. Amen. Nisomee Mwanzo 22:13. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Anzia mstari wa 12. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao pekee. Ibrahimu, ukisoma English Bible, anasema he looked up and saw a lamb behind. Alitazama juu halafu akaona nini? Kondoo nyuma yake. Kuna uhusiano gani kati ya kutazama huku juu halafu na kuona kondoo nyuma yako? Anatazama kwa mshangao, halafu baadaye akageuka akamfuata yule kondoo. The code of gazing. Maono mengi, waonaji wengi huwa wanatoka mapema kabla hajaona vizuri. Kwa umeielewa hii code? Ndio. Unakiangalia kile kitu kinachokuja kwenye macho yako, kiangalie kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza nilipokuwa naanza kuona majina, ilikuwa kinapita kama kwenye mawazo, kishaondoka.
Sasa sikitazami sana, kwa sababu sikitazami sana sioni. Na kwa sababu sikitazami sana, hapa nasema mimi sioni. Kumbe sija concentrate kuangalia. Kuna siku nikasema hapana, yatosha sasa. Amekuja mtumishi anataka nimwombee mama mmoja anayeishi nyumbani kwake. Ila anaanza kuniambia tu kuna mama mmoja anaishi nyumbani kwangu. Nikamwambia usiniambie jina lake, usiniambie habari zake, nitakwambia hizo habari kesho. Akasema sawa. Nikaanza masaa 6. Na nitazama jina la yule mama linapita pia. Ni kama linakuja kama rangi, linakuja kama rangi ya kijani. Kama rangi ya kiti hiki hapa. Ndio kwanza. Alafu herufi zinafanya hivi. Zinanipita haraka. Kwa hiyo sasa mimi mpaka masaa 6 sijalielewa hilo ni jina gani. Baadaye nikasema kwamba yani hapa mpaka nilipate. Kesho yake tena nikafanya meditation ya masaa 3. Ndani ya zile sala kwanza jina nikaliona Rehema. Nikasema okay, yule mama anayekaa nyumbani kwake anaitwa Rehema. Baada ya kulitazama sana, nina kazi moja tu ya kulitazama jina hilo. Baadaye nikaanza kutazama sasa mambo yake. Nimefocus. Ile naenda kwenda kumwambia akastuka sema, "Nani amekwambia?" Kaambia, "Lakini si umekuja kwa nabii au unanitagaje?" The code of prophetic positioning. Mungu yupo kila mahali lakini haziriki kila mahali. Kwa hiyo unatakiwa uangalie uliposimama au ulipomweka yule mtu. Kwa sababu unaweza ukawa unazungumza na mtu. Hasa kwa mfano kama unahudumu kanisani au kwenye mkutano. Ile unamtaja jina kwamba naona mtu anaitwa Maria yuko mazingira haya. Yule mtu anakuwa amesisimuka, yani mimi anakimbia kuja, anaposogea unashangaa hauoni tena. Lakini alipokuwa kule ulikuwa unaona. Mtoe karibu na wewe. Leo kumwambia atasogea nyuma hatua kadhaa. Mtafutie sehemu ambayo akisimama pale unasikia na wewe uwepo wa Mungu. Usipofuata hiyo kanuni, baada ya muda kuna mahali, kuna kipindi unaenda ukashangaa unabii unakuwa unapungua. Prophetic positioning. Kuna watu wengine kinachokufanya usione ni ile nguvu ya giza iliyomzunguka. Hivi ulishaelewa kuna watu wengine kuona unabii wake ni changamoto sana. Ulishawahi kuona hicho kitu? Na kuna watu wengine kuona unabii wake ni rahisi sana. Kuna mtu mwingine hata akisimama yani ni ngumu. Kuna watu wamezungukwa na wingu la kishetani kiasi kwamba si rahisi kumuona. Kwa hiyo unatakiwa umsogeze mbali. Kama akikusogelea halafu hauoni. Lakini pia unavozunguka ukiwa unahudumu unatafuta prophetic portal pale palipo na malango ya mbinguni. Sehemu kama hiyo ukifika utasikia nywele zako zinasisimka. Uwepo wa Mungu unaongezeka na nywele zinasisimka. Hizo sehemu unatakiwa kuzikalili. Kama wewe ni kanisani unatakiwa kukalili. Halafu na yeye mwenyewe waweza kumsongeza kwamba wewe simama hapa. Sogea pale, simama. Ukiona hapajaeleka, hama tena, nenda pale. Hapo utapata tu. Amen. Prophetic position. Nisomee Hesabu sura ya 23 mstari wa 3 na 4. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako. Nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami. Aha. Balaamu anataka azungumze na Mungu lakini kuna watu wamemjalia hapa, yaani wanataka sauti ya Mungu. Akaamua kujitenga, akatoka hapa. Amejua kabisa kwamba Balaamu hapa Mungu azungumze. Mazingira hayajakaa sawa. Watu wametoa na sadaka, wamefanya kila kitu. Balaamu akatoka hapa. Anaamua Ulishai kuona kwamba sehemu nyingi ambazo kuna nyumba nyingine unaweza ukahamia hauoni maono mazuri, ni maono mabaya. Hiyo sehemu si nzuri kwenye prophetic. Maana yake ni vita tu masaa yote. Ukitaka kuishi vizuri
uwe unahama sasa, unaenda kutafuta sehemu nyingine ya maombezi. Hata milima ya maombi haifanani. Kuna mlima mwingine ni maono juu ya maono, maono juu ya maono. Kuna mlima mwingine ni vita juu ya vita. Lakini mle chumbani pia mnamoona, kuna sehemu nyingine mkikigeuzia kitanda, vita inakuwa ni vita isiyokoma. Unaona majoo kama nini. Kuna sehemu nyingine maono yanakuwa ya kawaida. Weka sehemu ambapo naona maono mazuri. Maana mle chumbani kutakuwa na lango ambalo mapepo yanaingilia na kutoka. Na pia kutakuwa na lango ambapo malaika huwa wanaingilia na kutoka. Na ndio maana kwenye prophetic haugeuzi vitu tu bila maelekezo. Kwa Balaamu alikuwa anatoka, anamwambia ametoa sadaka yako, anasema ngoja niende kwanza pale. Hebu endelea kusoma. Inasema, na lolote atakaloniambia, atakaonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaam. Akaenda mahali peupe, the desolate hill, an inhabited place. Kwa hiyo alichokuwa anahitaji ni utulivu. Akatoka. Kumbuka alipowaletea ule ujumbe haukumpendeza mfalme. Wakahama wakampeleka tena mlima mwingine, wakatoa na sadaka, wakatengeneza madhabahu 7, wakatoa na ng'ombe zao 7. Walivyotengeneza namna hiyo, baadaye wanamuuliza Mungu anasema nini? Akatoka tena, akajiposition. Usilazimishe sehemu ambayo Mungu hazungumzi akazungumza. Ndio kupata matatizo. The code of Shiloh, mahali pa utulivu. Moyo wa mwanadamu kama una mambo mengi ndani yake, sauti ya Mungu inakoma. Nisomee Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 21. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. The code of Shiloh is the code of rest. Manake jisikie amani. Unafikiria kwa nini manabii wengi huwa hawapo inaanza? Fuatilia hata ibada zao nyingi, kwamba wakati wanakusanya viti, wakati wanafanyaje, hayupo. Mtamuona kwenye neno. Kwa nini? Anahitaji utulivu ili Mungu azungumze na yeye. Akiwepo wakati mnakusanya viti, mpaka ataanza na kuona leo fulani hajaje. Vitu vinaharibu ndani yake. Fulani leo haipo. Baadaye mtamweleza na kumweleza, hey, unajua mama fulani amepata msiba. Umetokea nini? Na wamesema hivi msibani. Sasa kama wamesema, kwanza wamesema anasali kwenye kanisa hawakapendi. Kwa yale mambo yote mnaomjaza mnamwondolea utulivu. Nabii asipokuwa na utulivu hawezi kuona kwenye Mungu wao. Na sauti ya Mungu ni kitu cha kwanza huwa kinaondoka, bora hata maono. The code of Shiloh. Wakati Mungu anaanza kunifundisha, mimi nilikuwa napenda hivi, hata ninapofanya mikutano niwepo nimebeba mavuvuzela, ninazunguka na wale watu. Bwana akaniambia usirudie tena hicho kitu. Ukifanya mkutano fika kwenye neno tu, halafu wakishamaliza ondoka. Kana jiuliza sasa nafanyeje? Kanisa hili halijazoea. Mungu akaniambia watazoea tu, wataelewa. Halafu sasa ukienda hivyo sawa, haikuumizi rohoni. Utakapofika unashangaa, yani unaweza ka flow na unaweza kufanya vizuri. Ila ukiwepo mwanzo mwisho pako unaona na wengine umekaa nao wanasema ibada imeenda sana, yani muda wa ibada umeenda sana. Yale maneno yanakuumiza kwenye ulimwengu wa roho, yanakukatisha, yanakuondolea utulivu. Na ndio maana wachungaji wengi wanaofanya hayo huwa hawatabibu. Sio kwamba hawana uwezo wa kusema na Mungu. Mungu huwa anazungumza nao. Ila ibada inapoanza mpaka inapokwenda kuisha, moyo wake umeujeruhi wale watu. Kuna na makanisa mengine yenye wazee wa kanisa. Na mimi nimewahi kudiriki kanisa la namna hii. Ndio. Kanisa unakuta lina wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa mpaka wanatangaza mpaka na michango ya changizo ya mchungaji. Changeni kodi ya mchungaji. Huyu atalala nje huyu.
Utakuja kutabiri tena? Utakachokuja kukifanya sasa, utakapofika pale ibadani utahubiri neno haraka haraka ili umalize, uache waondoke, ukapumuzike, maana umechoka. Akili yako inakuwa imechoka. Sasa hapo una perform chini ya kiwango, the code of Shiloh. Kwa hiyo mara nyingine mpaka unaweza ukamkuta umejifungia kama nani na ofisi, umefunga mlango, anaingia mtu mle mwenye akili timamu tu, ambaye anajua nabii hatakiwi kusumbuliwa akiwa anatafuta uwepo wa Mungu. Mtu yeyote asiyekuwa na akili timamu hasogei hapo ofisini, anazuiwa. Kunakuwa na protocol. Maana kuna mtu mwingine anaweza akatema hivi, ngoja nimwahi nabii kabla sasa ibada haijaanza, nije nimwambie kwamba jana mke wake nilimuona sehemu fulani. Hata maneno ya namna hiyo kwenye ibada. Huyo nabii ataingia kichwa kimewanga. Anaingia nani ibadani kichwa kimewanga. Kama ni mama labda, watu wanakuletea taarifa, wanakuja kukuambia mume wako jana tulimuona sehemu fulani. Una uhakika kwamba alikuwa nani jana, alikuwa nani? Alikuwa baharini. Picha hapa. Sasa unajiandaa kuja kuna nini? Kuja kutoa prophecy, hautaona chochote. Na usipokuwa makini, hata neno uliloliandaa unaweza ukaona Mungu amebadilisha neno. Unaanza kuhubiri neno jingine sawa sana hasira zako. The code of Shiloh. Pale utakaposikia sasa niko vizuri. Yakobo alichimba kisima mara ya kwanza. Wale watu wakakigombania kile kisima. Akakiita Sitna, akahama. Akaenda akachimba kisima kingine, wakakigombania tena. Akahama tena. Akaenda akachimba kisima kingine, hicho hawakukigombania. Akakiita Rehobos. Baada ya kuita Rehobos, Biblia inasema kwa maana tutaongezeka juu ya nchi. Kukiwa na utulivu huwa kuna maongezeko. The code of Shiloh. Makanisa mengi ya Kipentekoste kinachowauoga wachungaji kabla ya neno ni matangazo. Kwa sababu matangazo mpaka na viongozi wake wa kanisa wanaweza kupiga vijembe. Wanamsemea Mungu. Na wakitoka kule wanapongezana, leo tumempasha habari anayo. Sasa yule watakuwa na mchungaji picha, hawezi kuwasaidia. Waje nikuulize, kwa mfano mtu anaweza akakuuzi alafu baadaye jioni akaja akasema nibariki. Sikiliza, hata kama ukimbariki utambariki kinafiki, baraka haitatoka ndani. Ndio maana sasa manabii wengi hapa unaweza kujiuliza, mbona kanajitenga sana haka jamaa? Ana protect the anointing. Na usifikiri ni kujitenga, usifikiri hata zamani ilikuwa rahisi kwenda kuonana na Samueli. Sio rahisi hata kidogo. Hata Yesu alipokuwa duniani haikuwa rahisi kwenda kuonana naye. Ndio maana hata kuna wamama walipeleka watoto wanakamatiwa, wanazuiwa huko. Hakuna kusogea, kuna protocol pale. Angalia hata yule kipofu anazuiwa. Kuna protocol. Kwa nini wanazuia? Wanataka relax. Awe na amani. The code of Shiloh, the code of rest. Maana atakapokuwa na amani ni rahisi kuconcentrate na kitu kimoja. Mna kongamano la kinabii alafu asubuhi tu hivi mlishampelekea nabii kwamba unajua mwenyekiti amekuja kusema hapa kuna kelele ameisha tupeleka, kuna jirani yetu ametupeleka mahakamani, nampelekea hicho kitu. Labda Mungu amwambie mwenyewe. Kama Mungu hajamwambia mwenyewe, tutamwambia akitoka ibadani. Au watu wageni wamekuja kumsalimia, watamsalimia akitoka ibadani. Hakuna utaratibu wa nabii kuonana na watu kabla ya ibada. Watamvuruga hao watu, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kusema ni wageni. Kuna watu wengine ameona namba mtandaoni akasema hawa ndio manabii wa uongo, nitaenda kumpasha.
Kuna kipindi mimi, kwa nini Bwana akaniambia mpaka nakubadilisha namba ya simu? Kila siku Jumapili kuna watu walikuwa wanaanza kukutumia message ndefu. Mungu atakuhukumu. Hapo nilikuwa sijui kuna namna ya kublock watu. Nilikuwa sielewi. Kwa hiyo ikifika Jumapili unaingia kanisani moyo unauma kuliko kawaida, hauoni chochote. Bwana akaniambia badilisha namba. Namba ya huduma iwe ya huduma na ya kwako iwe ya kwako. Na mtu yeyote akikutafuta kwenye namba yako anahitaji mambo ya huduma, huyo anakutafuta matatizo. Maana ukiwa kwenye namba ya huduma unahudumia watu kwa namba ya huduma. Ukitoka hapo, the code of Shiloh. Wana wa Israeli walipofika Shiloh, taifa likatulia. Samueli wa kwanza 3:21. Neno la Samueli likawajia Israeli wote kwa sababu Bwana alikuwa anajifunua kule Shiloh. Samueli alipokaa Shiloh hakukuwa na tatizo lolote. Wale makuhani waliokuwa wanaleta changamoto wote walishakufa. Kwa akabaki Samueli na Mungu. Mungu akaamua kulibadilisha taifa. Maana ya neno Shiloh manake the place of rest. Sehemu ya nini? Ya kupumzika. Katika moyo wako kuna sehemu ya kupumzika. Sasa unaanza kuelewa kwamba nabii anaweza akawa na kanisa la watu 5, sawa? Lakini anakuja kwenye neno. Tunatamani tusifu naye, si ndio? Tukisifu naye mwishoni hawezi kutubadilikia akatutabirie. Maana mpaka tutamwambia nakwambia hafu wewe ni mzembe sana kwenye kusifu. Anakuja kufika sasa anataka kutabiri. Mambo yashakuwa mambo. Ngoja niwaambie kitu. Unafikiri kwa nini manabii wengi sehemu kanisa ambalo linamsema sana huwa anaacha kwenda? Kwa sababu wakikusema utasikia kwenye ulimwengu wa roho. Moyo wako utaumia. Ukikanyaga mahali ya watu ambao walikuwa na kujadili, hata kama Mungu hajakwambia chochote, ukifika tu hivi moyo utasikia unauma, mwili unakuwa unaishiwa nguvu. Na hautakuwa na prophecy zozote. Ukiendelea sana utawalani. Yesu mwenyewe alifundisha the code of Shiloh. Alikuwa anawaelekeza wanafunzi wake. Mathayo sura ya 10 mstari wa 11 na 12 na 13. Na mji wowote au kijiji chochote mnachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Na nyumba ile ikistahili amani yenu ifikirie, ila kwamba haistahili amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuwasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kumteni mavumbi ya miguuni mwenu. Wanaambiwa kwamba nyumba yoyote watakaofika waisalimu kwanza. Wewe umefika kwenye kanisa, hata Mungu hajazungumza na wewe. Viongozi wote wa kanisa hawakutaki. Unang'ang'aniza kufanya semina. Nataka wafanyeje sasa? Wakuue sasa. Maana uelewi. Biblia inasema nyumba yoyote mtakaofika, angalieni kwanza kama kuna mtu wa amani, isalimuni hiyo nyumba. Na salamu yao ilikuwa ni shalom. Wanaisalimia kama kuna mtu wa amani, kaeni kwenye nyumba hiyo. Lakini kama nyumba hiyo haistahili hiyo amani yenu, basi amani yenu iwarudie nyinyi wenyewe. Ondokeni. Na mji wowote mkiingia, fanyeni hivyo hivyo. Watu wasipowapokea, ondokeni, usilazimishe. Maanake injili ikishindikana Tanzania, nenda Uganda. Ikishindikana kwa Uganda, tembea, elekea sehemu nyingine. Unang'ang'ania kwenye sehemu ambalo hiyo sehemu hakuna amani kabisa. Na pengine labda hata Mungu hajakwambia ukae.
bora hata Mungu akakwambia kwamba kama hali hapa. Kwa hiyo hapa anawaambia hii ni principle ya uinjilisti kwamba wale watu ile sehemu kama amani yenu haistahili juu ya watu wale, ondokeni au kumteni mavumbi ya miguu yenu. Mavumbi ya miguu yenu. Endelea kusoma. Amini mstari wa 15. Ambieni itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Aha. Kosa lao ni nini? Sio watu wa amani. Kwa sababu wanawanyima amani. Huwezi kufanya kazi ya Mungu bila amani. You must be comfortable. Ndio maana sasa mimi nikasema hivi, hata mialiko siitaki mpaka ninaenda ninapokuwa na amani. Mungu anaponipeleka. Nyumba yoyote ambayo huwa naenda sijisikii amani, hata kama namheshimu kiasi gani yule mtu, sikanyagi tena.